Yes, tupo na Mandala hapa baada ya Simba Queens kupoteza kwa Yanga Princess. Vipi Mandala? Tumesikitika sana kwa sababu ingekuwa moja ishara kuonyesha nia yetu ni nini, lakini sio sababu ya kusema eti sisi hatutaki mechi kama wao. Si mechi tunaitaka. Kama atakimbia akimbie wao, sisi mechi tunaitaka. Na ukiangalia Simba Princess leo imecheza mpira mzuri, Yanga Queens imecheza mpira mzuri, lakini ukiangalia wamezidiana katika technique. Mpira ni technique walikuja wale baada ya kipindi cha pili kile mabeki wa Simba walifanya kosa na wakapata goli la wazi. Kimfumo waliocheza mpira umechezwa unaitwa kitaalamu hiyo sasa. Unaelewa maana utaalamu? Unaelewa utaalamu? Sijaelewa. Balance question football. Balance question football. Yani mpira umebalance afu anaulizana maswali kwa wakati. Hawezi kaita balance question football for time. Au for moment. Hayo mahesabu hayo. Hapo hadi wewe kocha mkubwa. Ndio. Wewe na kocha mwenye degree ya 7 na cheo kipya, profesa. Wewe na cheo cha profesa mwenye uwezo wa kuchanganyua jambo na wananchi wakaelewa. Sawa. Tofauti na hawa vitu wa maji ambao wanaambiana ujinga na kumdharau rais wa mpira. Lazima ujue tuheshimu mamlaka. Ndio. Watu wanamdharau sana rais wa mpira afu ajui kile cheo cha urais ndio ngazi ya mwisho katika mpira Tanzania. Unapomwongelea Rais Karia ndio cheo cha mwisho. Na yule hajajiweka mwenyewe, watu wa Simba na Yanga na vilabu vingine wamemweka pale juu. Na katika mafanikio ya mpira Tanzania, yule ndio mmoja wapo katika uongozi wake, ndio mpira umepata mafanikio na kuwa na hamasa kubwa. Mafanikio makubwa sana. Simba na Yanga, unaona timu ya taifa, unaona si ndio? Pia anavyosema lile neno nyinyi mnaweza mkalichukulia kawaida. Lakini kumbuka sisi tunaishi Tanzania. Tanzania tumefunikwa na wimbi la Simba na Yanga. Mwandishi yupo Simba yupo Yanga. Polisi yupo Simba yupo Yanga. Bodi ya ligi yupo Simba yupo Yanga. Si timu gani Simba na Yanga. Kwa hiyo Simba na Yanga huwezi kukwepa. Kwa hiyo ule Simba na Yanga wimbi lao ndio inasababisha kutia wakati mgumu bodi ya ligi. Na TFF inapata wakati mgumu kwa sababu ya Simba na Yanga. Inalazimika kufanya makosa bodi ya ligi na TFF kwa ajili ya Simba na Yanga. Alafu leo hii hainuke kiongozi wa Simba hao wa Yanga kisa kwa kosa moja eti tunapeleka bodi ya ligi kasi. Hao bodi ya ligi ijiuzuru. Na ndio maana rais akasema kama bodi ya ligi ijiuzuru nyinyi mpo sawa? Tafsiri yake kwamba wao wenyewe wana makosa makubwa ndani ya bodi ya ligi. Wananufaika na bodi ya ligi kimpande mkubwa. Je, tukianza kufuata protocol nyinyi mtasalimika? Labda kwa upande wako unadhani makosa ambayo bodi ya ligi anafanya kwa upande ambayo anawanufaishaga Yanga ni kama yapi? Makosa mengi tu yapo bwana, tukianza kufufua makaburi. Usajili wa Feitoto unaokumbuka kuja Yanga kutoka Singida. Unaokumbuka? Kumbuka. Katoka JKU kasajiliwa Singida miaka mitatu. Wamemwongezea yake milioni 30. Siku tatu mbele anamtambulisha Yanga Africans. Feitoto anasema yupo Yanga. Singida anaenda bodi ya ligi, bado Yanga shachapishwa kila kitu. Kwa bodi ya ligi na TFF imehusika kumpeleka Yanga. Singida timu ndogo amefungua mdomo, shughuli kaisha. Anakuja kocha Abdi hapa. Anakaa kwenye kocha Yanga anamtambulisha bado ana mkataba na Singida. Which is beach kwenye protocol za kimpira. Umeona madudu hayo? Ubingwa wa Yanga 2017 tarehe 13. Unakumbuka wewe? Yanga ya kina Nionzi makipindi kile. Lize. Ubingwa wa Young Africans 2013 unakumbuka? Ubingwa wa Buba, bodi ya ligi na TFF wanabeba Yanga. Kawaida mchezaji akicheza mwenye kadi 3 za njano, timu pinzani atakuwa ipo kwenye pointi 3. Uongo? Kweli kabisa. Protocol za kimpira. Kagera Sugar alimchezesha Baka Mefaki. Ana kadi 3 za njano. Bodi ya ligi ikachukua sheria, ikachana sheria, ikampokonya kwa ile mechi Simba alikufa goli 3. Lakini kwa sababu alichezesha mchezaji mwenye kadi 3 za njano, Kagera Sugar alipokonywa zile pointi akarudishwa nani? Simba Sports Club. Baada ya Yanga kuwaona Simba wanaenda kuchukua ubingwa, wakaitisha press ya wazee wakasema kama mmemwaga ugali sisi tunamwaga mboga. Wakajitahidi kuiburuza bodi ya ligi na TFF, kuilagai kweli bodi ya ligi na TFF wakaja akaipokonya tena Simba pointi 3 akaipelekea nani? Kagera. Yanga anakuja kutangaza ubingwa pointi sawa na Simba anaongoza magoli.
Umeona buba hizo? Ndio. Umeona buba? Mpo sahihi. Hivi unamwona ule mzee? Nyinyi mpo sahihi. Kachezeni. Jitazameni kwanza. Kachezeni filamu kiujinga. Kwa sababu nyinyi ndio mnaharibu mpira wa Tanzania. Simba na Yanga ndio wanaharibu. Yaani mimi sifichi, nimevaa jezi ya Simba hiyo. Ndio timu pekee zinaharibu mpira wa Tanzania. Mimi Simba nakwambia uongo ufichwi. Simba na Yanga ndio timu zinaharibu mpira wa Tanzania. Kitu kimoja. Ndio. Amesema tukacheze filamu. Hakuelewa maana sasa. Master wa filamu bora ya Tanzania iliyogharimu zaidi ya bilioni 7 ni filamu gani? Alimecheza nani? Sterling nani? Filamu bora zaidi. Na iliyochezwa kwa gharama bora zaidi hapa Tanzania imechezwa na nani? Mama Samia Rais. Unasemaje tukacheze? Kwani unatujoke wakati Rais ndio mwenye bodi ndio filamu zake? Hakuelewa ujue, ndio shida hii. Angekaa kidogo asikiza apate badili. Haya nimesema hiyo tu. Mimi sijabezi sehemu. Ngoja nimpe taarifa. Mandala alikuwa anasema kwamba bodi ya ligi kuna mambo anaifeva Yanga na Simba ambayo sasa hivi kwamba Karia alivyowaambia viongozi wa Yanga wajitafakari wao, wajiangalie wao, kwa anasema kuna mambo walikuwa wanabebwa viongozi wa Yanga. Karia sisi anatubeba kwanza kwa upande wetu wa Yanga. Tunakuja kwa jinyi Simba sawa. Sisi Yanga anatubeba wapi? Ushachambua alikuwa mbali. Ushachambua Sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Kwani mrudia kidogo? Simba kicheza Yanga tutavaa Simba. Mwelekeze. Usajili wa Feitoto kutoka Singida kuja Young Africans ulikuwa buba. Kwa sababu Singida alimsajili kutoka hapa JKT. Yanga akaenda kumsajili buba. Singida United wakaja juu. Akaenda bodi ya ligi wakakuta bodi ya ligi washafanya mambo yao na Yanga wakazibwa mdomo. Feitoto akampa msajili wa nani? Wa Yanga. Mechi ya pili Yanga anachukua ubingwa 2017. Ndio. Kagera Sugar anachezesha mchezaji mwenye kadi 3 za njano. Kisheria za mpira inatoka ipokonyo pointi 3 japo Simba alifungwa. Na kweli Kagera Sugar ilipokonyo pointi 3 akapewa Simba. Baada ya Yanga kuona Simba anachukua ubingwa, wakainuka wazee wa Yanga Jangwani, wakasema kama amemwaga ugali sisi tunamwaga nini? Mboga. Wakashaishi bodi ya ligi, ikaitwa buba, akapokonya tena Simba bonda kamdishwa nani? Kagera. Simba kaja kuchukua, Yanga kaja kuchukua ubingwa kwa magoli, pointi ilikuwa sawa. Sasa vitu gani uvijui wewe? Ngoni mwambie kitu kingine. Sawa. Sio kijua. Huyu kocha mpya wanamchezesha hapa na mkataba na Singida. Wewe hujui? Ulikuwa hujui? Ongea. Sio unataka ujue makosa ya Yanga? Ongea. Kocha yuko hapa. Ana mkataba na Singida. Rais wa Yanga anaingia katikati ya pitch. Kamera za TV zinamchukua, anaongea na mchezaji wa Singida. Si ndio? So, makosa tukatuongelee. Sasa tutaongelea makosa. Hayo ngongana ya Simba pia. Mimi anaongea ya Simba. Basi unaongea. Kama kuna ambayo bodi ya ligi imewafeva Simba ongea. Umesikia? Simba pia wanabebwa. Umeelewa? Simba anabebwa ukiona kuna matokeo unaangaa kabisa Simba hapa kabebwa. Unaona kabisa kuna matokeo hapa Simba iso penalty. Kwa hiyo bodi ya ligi inapata shida na Simba na Yanga. Ngoja nimrahisishie kitu akaenda kasi, kitu atachokutana nacho. Na ndio mimi natumia kauli yangu mmoja anasema sasa unatabiri. Watakuja kucheza dabi huku macho hapo chini. Huyu umemuona? Ataenda Taifa yuko hivi aibu huyu. Narudi kwa. Niulize kwa nini? Kwa nini? Sari nzuri. Yanga mshtaki Simba kule kasi. Anamshtaki nani? Bodi ya ligi. Mshtaki bodi ya ligi. Kwa hiyo Yanga anashtaki nini? Taasisi. Ndio. Si ndio? Ndio. Bodi ya ligi baba yake TFF. Ndio. TFF mwanachama wake CAF. Ndio. Mahakama yao nini? CAS. Unapoenda kupeleka wewe malalamiko yako, kumbuka lazima aitwe mtuhumiwa ambao bodi ya ligi hawezi kuhukumiwa bila kuulizwa sababu. Umesikia blo? Sina changanyua. Support ulivyosema ni sawa sawa ulivyosema huyu. Ungeniacha kwamba anachoharibu mpira nishakuelewa. Sija clash mawazo yako. Anachosema huyu kwamba bodi ya ligi anaifavor Simba na Yanga. Uongo kweli wazi. Tuseme labda sio tuseme hata usiache. Labda amesema kweli. Hata uchawa, sema uongo kweli. Simba ina favor na bodi ya ligi, penalti zote karibia 16 zote na Yanga pia. Kama ingikosa hizi kama ukweni unaambiwa na mkwe wako toka nje. Ushaongea kama ukweni ushaambiwa na mkwe wako toka nje kwanza. Sawa. Kama Simba ana favor penalti karibia 16. Ina maana zingikosa zile penalti Simba sasa hivi alijojo. Na maana angekuwa anakaribia kushuka daraja. Na huu uzembe unafanyishwa na bodi ya ligi. Kama ni kuibeba Yanga ama kuibeba Simba. Anayefanya uzembe ni nani? Ni bodi ya ligi. Sema watu njoni kwenye mechi ipo.
mpaka asubuhi saa 4 asubuhi unapigiwa simu, mechi ipo, mpaka saa 7 mechi ipo, saa 8 unakuja kusema mechi hakuna. Ujue ni mpira, ni mchezo wa kujiandaa. Unajua kuna mtu mwingine anakata tiketi siku ile ya mechi asubuhi tu. Kuna watu wamepata shoti za kukata tiketi. Kuna watu wametoka nje ya nchi kuja kuangalia dabi yetu kwa sababu ina msisimko na dabi bora, si ndio? Leo hii unakuja kuiambia kwamba mechi imegairishwa. Labda Simba hana kosa. Kosa unalo wewe ulogairisha hilo. Kosa lako. Kwa sababu Simba ana kosa lake vile vile. Yanga ana kosa lake. Ilibidi kila mtu adhibiwe kutokana na kosa lake. Yeye mwenyewe sasa anakosea. Uje kuna hichi kiutamaduni fulani cha Simba na Yanga, bodi ya ligi kinawaathiri. Wao wanashindwa kuelewa. Mgeni katika mashindano ukiingia, timu mwenyeji inatakiwa kae kulia, mgeni akae kushoto. Sasa Simba na Yanga zikicheza, tukiingia uwanja wa Taifa, Simba yuko kushoto, Yanga yuko kulia. Awe Simba mwenyeji, awe Yanga mgeni. Hatubadilishi. Hilo yote ni nani? Bodi ya ligi. Wanajua sisi tuna kiutamaduni chetu. Kama kile kiutamaduni cha kufanya mazoezi, kwamba tukifika ndani ya dabi huwa hatunaga kawaida ya kumwambia mwenzio afanye mazoezi. Wewe mwenye mechi ndio unaambiwa linda uwanja. Ili neno linda uwanja kidogo hata mimi linanipa ukakasi. Ule uwanja ni ulinde vipi? Kwa hiyo huyo hata akija uwanjani kwangu na mshanipa ruksa kwamba ni ulinde ule uwanja, huyu mimi nitamzuia. Okay. Wakasema mimi ni mwenyeji na ushanipa ruksa kwamba wewe linda uwanja wako, si ndio? Na unanifanya kwamba huyu nimzuie asiingie uwanjani. Kitu cha pili, huyu hapa umesema kwamba hawezi kuja uwanjani bila kunipigia mimi simu bodi ya ligi. Walishasema wenyewe bodi ya ligi, ndio. Atubuni maneno hapo juu. Mwongozo sio kanuni. Wamesema Simba wasije uwanjani. Wamesema wenyewe bodi ya ligi. Sikiliza, naongea mimi mic yangu. Utarudi. Yaani iwe kanuni, iwe mwongozo, lakini wamesema kwamba Simba asije kufanya mazoezi bila kuwaambia wao. Hapo makosa sio yako wewe, naambia makosa wao ujue. Na nikasikiliza speech yao moja inasema kwamba lakini ukitazama kiukweli, wewe ulibidi umwambie yule mimi nakuja. Wewe umepanga kwenye nyumba yangu, nimekukabidhi funguo. Lazima uniambie bana, baba mwenye nyumba leo ndo nahamia. Mimi kuna tahadhari natakiwa nikutahadharishe. Usiingie kwanza hapo kuna umeme umeanguka. Usiingie kwanza hapo kuna mbwa nilimfungulia. Usiingie kwanza kuna misumari hapo chini watoto wako watajichoma. Ngoja kwanza niwaambie watu wasafishe, wewe ndio uingie. Kumbe tumepata fahamu kwamba ukitaka kuingia katika uwanja lazima uambie watu wenye mamlaka kwamba leo nakuja. Kwa sababu uwanja wa Taifa ni uwanja ambao unajengwa. Kuna vihatarishi vingi. Kuna majukwaa kule yamejengwa, kuna mawinji yananing'inia na matofali. Wewe unaweza ukaja blaza ukaangukiwa na tofali la kichwa, ukaleta ajali pale ukafariki. Ndio maana bodi ya ligi subiri. Sindano itakuingia taratibu nini sasa? Hamna bwana. Sasa inachotakiwa wewe uombe ruksa. Bwana mimi na mwacha mwenye tabia yako. Nishamfahamia. Ngwani mweleweshe. Tuli hapa. Ukao usikilize. Namba madini kidogo. Mandala nakurejea kwa dakika moja. Tumsikilize blaza. Hili swala ambalo Yanga wameenda kasi Yanga wameenda kasi kulalamikia, wanadai haki yao. Bodi ya ligi iliahirisha mchezo. Bodi ya ligi ilikuwa sahihi kuahirisha mchezo huu? Haikuwa sahihi kabisa. Kwa nini haikuwa sahihi? Kwa sababu mimi huwezi kuniambia kwamba kisa ugomvi, yani ni vurugu ambalo alina kichwa wala miguu. Yani ni bouncer eti amezuia wachezaji. Alafu mnasusa eti hatuji uwanjani. Na bodi mnakataa na kabisa mnakubali kwamba mechi inaahirishwa. Yaani kwa akili yako hivi kweli inakuja? Wamesema wenyewe kwamba kulikuwa na viashiria katika taarifa iliyotoka juzi ya bodi kwamba kulikuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani, rushwa na vitisho. Rushwa ipi? Huo uwanja wa Mkapa ni wa serikali. Sio wa Simba wala Yanga. Rushwa inatokaje kwa wapi? Kwa upande wa serikali. Rushwa inatokaje vipi? Ngoja kwambie kitu. Ngoja tulia taratibu. Huwezi kuniambia kwamba rushwa yani wachezaji washabiki mnaungana pamoja mnaenda kutoa rushwa kwa serikali kweli? Hivi inakuja?
nimweleweshe. Unajua haelewi. Ndio shida watu wa Yanga wengi. Ngoja nimpe elimu kidogo. Ngoja nimpe elimu kidogo. Kwa mpira mazoea tulozoea sisi tunawatambua kwamba wale ni makomando. Hayo mazoea. Nisikilize. Kwa tafsiri yako ligi kuu Tanzania mechi hazikosi rushwa. Kwa kuacha unafiki. Tulia. Bodi ya ligi sio wajinga. Inawezekana kweli wameailisha mechi kwa ajili ya Simba. Inawezekana kweli. Lakini kumbuka katika ripoti yao Simba haitajwi. Na ndio maana kusema ripoti yao iliyotoka Simba haimo na amekanusha sababu ya kugairisha mechi sio Simba. Hajasema hivyo. Leo Kitenge pia anaisema. Ngoja kipindi Kitenge anasema hajasema hivyo. Kwamba Simba haihusiki kuahirisha mechi. Sababu ya kuahirisha mechi kuna viashiria vya uvunjifu wa amani pamoja na viashiria vya nini? Vya rushwa. Wani mtafsiria elewe uvunjifu wa amani kwa nini? Protokoli za kimpira neno makomando hatambuliki. Yaani ukienda kasi makomando hatambuliki. Kwa hiyo wale zile assist kamera zikija zile TV wale watu wanatambulika kama wavamizi. Wavamizi wamevamia basi la nini? La wachezaji. Ngoja basi nikupe elimu. Unaelewa vizuri? Bana mimi umeniita tufanye interview sama mambo haya tena. Umeona? Kwa hiyo wale kasi aendeshi mpira wao. Kumbuka kule Simba na Yanga wanasijua tu juu. Hawajui vitimbu vyao. Hawajui sijui makomando, hawajui sijui kulinda uwanja, hawajui sijui wanacheza kushoto, huyu kilia. Wanachokifanya wanafuata protokoli za mpira. Watafuatilia ile milolongo ya bodi ya ligi. Kweli bodi ya ligi statement yao lotoa ni kweli. Kwa watu omba video za basi kuvamiwa. Video zipo hazipo? Jibu, zipo hazipo? Walovamia kina nani wale? Jibu swali. Hapo. Hizo video zote ambazo zimetoka. Niambie ni video gani ambao wameonesha mabouncer wa Yanga wanafanyia vurugu? Nimekwambia sema mabouncer wa Yanga hivyo anaelewa wewe. Huyu hivi anaelewa. Huyu anaelewa. Mimi nimwambiaje? Niwaambiaje? Bodi kule kasi. Neno bouncer haijulikani. Au sio? Wanatambulika ni watu. Watu walikuwepo hawakuwepo kuzuia basi. Jibu. Watu kwapo hawakuwepo. Kwa hiyo kumbuka kule kasi hawatambui neno bouncer. Wanachojua watu wamevamia basi la nini? La wachezaji. Wewe umesoma. Au nielewi mimi? Nikwambie swali. Wale waliozuia basi. Haya subiri Mandala. Elimu ndogo tafuta na diploma. Namuuliza swali. Sawa. Shetani. Namuuliza swali. Waliozuia basi la Simba. Mimi nasubiri kanuni ya raia au mtu yoyote, klabu, taasisi, kitu chochote, lazima baada ya siku 3 wiki ndo uzuie. Nataka muulize swali. Dabi ya Kariakoo tulipewa taarifa saa ngapi kwamba hakuna mechi? Naomba ujibu. Swali zuri. Kwanza Simba kugairisha mechi. Ujue protokoli ya kwanza. Simba imesusa kucheza mchezo. Vitu vili tofauti. Kwa hiyo mchezo ungekuepo, Yanga angeenda, Makamesa angekuepo, Yanga angepewa pointi 3, si ndio? Walailisha mechi nani? Bodi ya ligi. Kwa hiyo wao ndio wamekuja na sababu zao za kugairisha nini? Mechi haina nini? Amani inaviashiria vya nini? Vya rushwa. Na ukiingia katika katiba ya TFF vipengele hivyo vipo. Kama kuna viashiria vya rushwa, kama kuna uvunjifu wa amani, mechi na staili yailishwe. Sawa na bisha bodi ya ligi. Mandala tufafanulie kidogo. Hapo kwenye viashiria vya rushwa na uashiria uvunjifu wa amani. Unavielezeaje? Ndio maana nimekwambiaje? Wakienda Yanga kasi watatoka kwa sababu wataenda kudai pointi 3. Watauliza tunaomba proposal yenu ya nini? Ya bodi ya ligi yenu tuone. Wale proposal hawana Kamesa, hamna refa. Kwa hiyo watauliza mnadai pointi 3 za nini? Tunaishtaki bodi ya ligi kwa sababu wameilisha mchezo. Wataitwa watuhumiwa. Bodi ya ligi. Kwa nini mmeilisha mchezo? Wao kumbukeni, wao ndio wasimamizi wa nini? Wa mpira na bodi ya ligi. Watatoa tu statement yao. Mimi ndio interview yangu nimeitwa lisi nimekuja sutulie. Eti mmoja anita. Wengi mmevamia kweli wapole bwana. Kwani wewe kama mshabiki. Umeona bwana? Kwa hiyo bodi ya ligi ikifika pale inatoa statement yake. Sisi tumegairisha mechi kwa sababu mechi ina uvunjifu wa amani. Video hizi hapa. Kwa akili yako, kwa Simba na Yanga zilivyo, zinakosa viashiria vya rushwa. Wewe kwa akili yako mpira wewe sio mtoto. Wanakosa ushahidi. Sasa nataka ushindani. Kwenye lile tukio la pale. Mimi siwezi kuelewa, mimi sikukuepo. Lakini wenyewe bodi ya ligi bwana anakuambia hivyo, wanamaanisha. Hawa Yanga kitu wasokijua ngwani waeleweshe. Karia akatumia busara. Busara yake ipo hivi, hakuwatetea bodi ya ligi. Kwanza kuwatetea.
wala kusema kwa bodi ya ligi hapo sawa. Ila alichosema yeye kama hawa wajiuzuru, nyinyi mpo sawa. Yaani lengo lake kwamba kweli bodi ya ligi wana makosa, ila nyinyi Yanga mpo sawa. Kwa hiyo bodi ya ligi ikiamua ifuate sheria hivi, hata udhamini wa JSM vilabu vinane haitakiwi. Unaelewa vizuri? Na ndio maana Karia kuna kauli yake moja anasemaje, wananiita mimi Simba, lakini katika uongozi wangu Yanga ndio amenufaika kwa sababu alimruhusu adhamini vilabu hadi vinane. Hajadhamini vilabu vinane. Jibu mwandishi, acha siasa. Acha watu wasosoma. Jibu. Mimi nakupata. Haya, Mandala ameondoka. Kwanza amezungumzia udhamini, amesema kuna mambo, anasema kwamba kuna mambo inabidi viongozi wa Yanga wajitafakari kutokana na kauli ya Rais Karia. Wewe unadhani wa viongozi wa Yanga inabidi wajitazame kwanza wao kabla ya kumshambulia Karia? Kwanza mimi nataka niongee ukweli. Uongozi wa Karia kipindi ni rais wa taasisi ya mpira. Ni kweli nimepata matunda, nimeenda kucheza shirikishi finali na nimeenda mpaka nimeingia kwenye hatua ya makundi klabu bingwa. Kwa hiyo Karia siwezi kumsema kwamba akafanya vitu vibaya, ila kiongozi kama huyu haruhusiwi kutumia herufi kubwa, inabidi atumie herufi ndogo. Anavyosema sinema zetu, alafu anaona hii klabu ndo babe ndo inachukua ubingwa mara 3, anakuwa anatukoshia nini? Bingwa wa kihistoria. Yani hapo kidogo kateleza. Ila tukija tukaangalia 1+2 au 100% amefanya mazuri kwa kuwa uongozi wa Karia. Mimi nimepata matunda. Nimeenda kucheza klabu nani shirikishi finali kipindi cha Mayele na tangu 98 nimekuja kuingia kwenye makundi. Kwa hiyo mimi uongozi wa Karia kwangu nimepata neema. Ila sasa aliyotumia ya kusema hawa ni kama watu wa sinema, hiyo naye ikateleza. Atugombeni radhi. Wana Yanga tunaumia. Haiwezekani sisi tunaona klabu Ombe radhi, rudia. Aombe radhi, hata akisema samahani sisi tunalizika. Siko umenielewa? Hata akisema tu samahani sisi tunafanyaje? Tunalizika. Kateleza na kila mtu anateleza. Hakuna kiongozi ambaye hajawahi kuteleza, hata nabii anateleza. Kwa hiyo Karia rais wetu ndio tuletea nini? Ametukosea wana Yanga kusema ni kama sinema. Sisi tunasajili engineer, unajua Kai. Engineer ali chakula kizuri, engineer anakaa kuhangaika hapa kati ni mweke nani, yani anakaa Kongo huko kupoint mchezaji JSM weka mkwanja. Anazunguka sana. Anazunguka sana Hersi usimuone anakaaga hivi, yani Hersi anaumia. Sisi wana Yanga tunaona matunda ni Hersi Max ukiambia alivyompata sitaki kusema. Aziziki alienda kumpigia mama yake magoti, Aziziki alikuwa hataki. Akasujudu akamsujudia mama yake Aziziki. Mama yake Aziziki akabembeleza huyu nani huyu Aucho. Hersi kwanza anamnyenyekea mchezaji afu anakuja kumsajili. Kwa hiyo ina maana mtu kama huyu akija akasikia hicho kitu kwamba Karia kasema ni kama sinema zetu atakasirika, lakini kateleza. Lakini Karia uongozi wake mimi nimepata matunda na siwezi kusema eti kafanya mambo mabaya sana, ila katuumiza sisi kusema hii ni kama sinema yetu. Na kusema viongozi wengine wajiuzuru kuhusu ile barua niliyoandika ya kutaka pointi ngapi? 3. Hilo neno inabidi aliangalie. Kanuni ya mpira mimi niliingiza kikosi, watu waliona itakuwaje mpira unailishwa saa 8. Ile Simba usiku huo saa 6 angetangaza hakuna mechi. Anakuja kutangaza saa 8 kwamba hakuna nini mpira. Kwa hiyo watu tumeumia, ni kwamba nao ni binadamu wanakosea. Wakae chini waangalie hii dabi ya Kariakoo inakuwaje. Ila kama sheria inamruhusu Yanga achukue pointi 3, inabidi tupewe kwa kuwa watu wote duniani waliona Yanga aliingia uwanjani. Simba hajaingia. Kama alikuwa na majeruhi, ana kipa kudaka kwa Simba sasa hivi ni wabovu. Shamaruni anajifunga, Chashambe anajifunga, ni wabovu. Waliona hawa tukienda tukapigwa mara ya 5 viongozi tutatufukuzwa. Kwa hiyo si wakaamua kufanya viksu ili wailishe mechi. Ni bora wangesema jamani, mbona Dodoma Jiji alipata ajali? Sisi kwa sasa hivi Simba hatuna wachezaji bwana, tunaombeni tuailishe nini hii mechi. Wanaamua kutumia haya. Na nikuambieni kitu, ule uwanja akiwa anacheza Yanga kuna makomando wa Yanga, Simba wa Simba wakiwa huko kawaida kuna walinzi wa security na maaskari kwa ajili ya uwanja. Walivyokuja wale kulikuwa kuna gari 3, wale walizuia mbuzi tu, walizuia gari la mbuzi, wakasema basi liingie wachezaji njoo mkafanye nini mazoezi. Ili gari la mbuzi linaenda wapi ili hatulijui. Nauliza swali, ule uwanja ni wa mbuzi au uwanja ni wa watu? Kama ni malisho yale. Hakuna huo uwanja, wale maaskari wanaki wa kuzuia mbuzi wanaenda kufanya nini mbuzi 5? Kule kuna machinjio. Huo ulikuwa sio kusema alikuwa anataka kutoa kafara Simba. Walikuwa wanatafuta njia kwamba hiki tutachokifanya kitakuwa ili tuwailishe mechi. Hatuna beki, hatuna Shamaruni sisi. Hatuna kipa.
tutakuja kufungwa, tutafukuzwa, hawa watu hawatatuelewa hawa, kwa kuwa katika mashabiki wa duniani walioharibika kisaikolojia ni washabiki wa Simba. Sio na watukana, tuongee kikanuni. Washabiki wa Simba ni mwapiga nje ndani mara 4, mara 5, wanahitaji ubingwa. Ndio maana washabiki wa Simba wote duniani, popote alipo mshabiki wa Simba karibika kisaikolojia. Kwa hiyo watafutiwa na madaktari wa kuatibu akili. Ndio maana wakiona tukifumuliwa mara ya 5, hao washabiki wataharibika kabisa, na ndio wetu kafukuzwa, kama kutafuta namna ya kumkataa Yanga. Kama nikuulize Shetani, Yanga wanasema kwamba hawataki kucheza mchezo huu, mchezo kama ukipangwa tarehe nyingine. Sasa kwa nini Yanga wasishiriki huu mchezo? Si wanataka matokeo yamalizane uwanjani, ndani wanaume wakipige pale shughuli ishe. Yanga sio kusema hataki kucheza mchezo kusema eti anamuogopa Simba. Yaani katika timu ambayo tuiogopi ni Simba. Kidogo hofu na Tabora kidogo na hofu naye, lakini sio Simba. Ushawahi kusikia kile kisasi kwamba kavimba na mimi navimba. Kwa hiyo naye na mimi nasimamia pale pale Singida. Sio kusema namuogopa Simba. Hatumuogopi, ila na sisi tunasema tunamvimbia na yeye kama alivyotuvimbia. Inauma ndugu mwandishi wa habari. Mimi niwaambieni watu wakate tiketi waje waangalie pira biliani, nitavyomfumua koro. Watu wametoka mikoani, wameharibu nauli zao, waje waangalia mpira. Alafu huyu mtu kwenye utani wa jadi tunasema Amaya akuja. Hiyo inauma kwa upande. Ni kwamba watu wanaanza kusema hii dabi vipi. Kwa hiyo nilikuwa naomba uongozi wa mipira ambao unasimamiwa na Karia. Tafadhali nilikuwa naomba ufuate sheria. Mheshimiwa, tunakuelewa. President uliokuza ligi ya Tanzania, Karia, tunakupigia saluti. Wewe ndio rais ulio mwenye elimu. Tunaomba usimamie haki. Kama kweli Yanga haruhusiwi aje. Tunaomba simamia nini? Sheria. Watanzania wanachokigangania kwenye mipira sio maslahi. Watanzania wanataka furaha. Watanzania tunaumia, tuna kitu cha kutupa furaha sisi. Wake zetu wanatuuzi, tunadaiwa mikopo, tunadaiwa mambo kibao, mabosi wanatutukana, lakini kinachotupa furaha ni hii mipira. Kwa hiyo sasa Watanzania wasipopata furaha kwenye mipira, tunaenda kufa sasa. Kwa hiyo sisi tunataka furaha, uongozi kwanza wa mipira ukae sawa. Hii dabi kama irudiwe, kama irudiwi kieleweke ndani ya siku 10. Wasitake kumpa majukumu mheshimiwa mama. Kama alivyoliingilia swala la Feitoto, mheshimiwa yeye anapenda amani, mpaka hapa anaumia. Kwa hiyo hataki kumpa nini? Shida mheshimiwa, ili liishi mapema, kama dabi inachezwe, kama mbona kule Misri wameshamalizana wao kwa wao. Zamalek naye alikataa kuingilia kikosi huyu nani Simapacha, nani hali na huyu Simapacha, walimtuogopa. Ila tukija kwenye utani wa jadi. Mwenyezi Mungu aliomba mbingu na ardhi. Naomba washabiki wa Simba wote duniani uwabadilisha au wageuze wawe magodoro, ili sisi washabiki wa Yanga tuwalalie. Mediali ndo aanze kugeuka kuwa godoro. Alikamwe amlalie. Utani wa jadi ukikoswa mipira inogi. Bwana, hiyo hatari sana. Sasa Shetani, hawa nani Yanga of course wameenda mahakamani, mahakama ya usuluhishi, mahakama CAS. Wanataka pointi 3. Wewe klabu yako unaishaurije inaenda mahakamani kudai hizi pointi 3? Mimi ni mshabiki kindakindaki, na pia mimi niliongelea hapa kuwa Yanga hawawezi wakaenda mahakamani bila kujua sheria. Lazima wana mwanasheria. Wanajua kwamba sheria hii tunaenda kuishinda. Kama wamepeleka barua wako sahihi, kama Haji Manara alivyosema. Lakini kama sheria iwabani, basi mpira utarudiwa. Lakini wanasema Yanga ina historia ya kupoteza kesi za hivi karibuni. Mwanasheria amekuwa akipoteza kesi mbalimbali. Wewe unadhani hii hapa wataweza kufanikiwa? Tunaweza tukafanikiwa kwa kuwa uliona Yanga aliingia uwanjani. Najua tutakuja kuwabana wapi. Haiwezekani saa 8 mchana ndo bodi ya ligi inatangaza kuna mpira. Mara saa 2 mpira upo. Hivi ni vita, hata kama ni mtoto mwenyewe atacheka. Ni nini? Kitu gani kinafanyika? Mbuzi hakuna. Kwa hiyo bodi ya ligi hapo ilikosea kutuma kwenye umma wa mpira. Saa 8 watu washafika, watu wa mkoani washapanga guest nini. Watu washaingia mpaka uwanjani. Messages zinaingia, hakuna mpira. Huo ni ujumu uchumi wa mpira kwa bodi ya ligi. Hawajakosea, lakini kidogo wameteleza. Kwa hiyo nataka niwaambie kwamba tujaribu kuwa makini kufurahisha nyoyo za Watanzania, na sio watu wa kawaida, mpaka wabunge wanafurahi, mpaka marais wa dunia wanataka kuona mipira. Mipira ndio furaha ya dunia. Kwa hiyo nilikuwa tunaomba uongozi wa mipira uwe makini, na viongozi wa mipira wawe makini, isije ikawa vita vya Ukraine na Urusi. Vita ya mpira ni mbaya kuliko hata vita ya makabila, hata ya dini. Vita ya mpira tunaona tukauana hapa. Tunaonana huko uwanjani tunavyofanyaga, tunatumbuliana macho. Simba anataka ushindi, Yanga anataka ushindi. Lakini Simba sasa hivi wanakubali kwamba kwa moto wa Yanga sasa hivi hata akitufunga tuna nini? Ila mara ya 5 hicho Simba ndio kitu anakikemea.
anakikataa kabisa. Mara ya 5 watakufa. Hii mara ya 5 tumempiga nje ndani. Nje ndani. Sasa mara ya 5 Simba, kwanza sio Simba, viongozi wa Simba watawanenea nini? Uji bisti na 64 atalirudia lile wasitoke uwanjani. Ndio maana hicho Simba wanachojipanga ni kwamba tujipange ili tuende tukafumue mara ya ngapi ya 5. Lakini Yanga kasimama, Yanga na beki ukuta wa mama, Yanga na ucho, Yanga na sajili, Yanga ana ubaili wa hela, Yanga na hela. Kwa hiyo ndio maana Yanga inakuwa bora, inaanzia hela, elimu na uzalendo na washabiki kuipongeza. Kwa hiyo Yanga inakuwa bora. Sasa mtu kama Mo shai kusikia na support kitu gani? Mo sio kusema Mo ana elimu ya biashara lakini akimipira hana. JSM shai kusikia JSM yeye yeye kamweka engineer ndo anamwambia baba Max na mchezaji kama Max bilioni. Lakini Mo kuna wakina Tarageni, sio wakina nene, pasi Simba itaenda wapi? Wanakura na wenyewe wana haki wale kwa kuwa wameajiri watu ambao hawapendi timu. Engineer sio tajiri. Ni tajiri tu wa kawaida lakini cha kwanza anaipenda Yanga. Kwa hiyo yuko lazi afilisika yeye kwenye mfuko wake aenda akasajili vyuma avilete Yanga ili Yanga ifanyeje? Inemeke. Kwa hiyo ndio maana sisi tunampenda Engineer, ndio maana mzee Ngoma alileta parapata nusu tuende tukamshusha hata Mabusha. Mzee Magoma. Yani ukitaka wewe uumize watu iongelee Yanga vibaya. Yanga ikifanya vibaya ukiongelea tunakusupport. Lakini kwa hili hatujamsupport hata Kalia. Ni rais wetu. Tunampenda. Karukuza ligi. Tena tunampenda tena na mimi namshukuru nimepata matunda lakini kidogo kusema sinema hapo kateleza. Ila hakuna mwana Yanga ambao amkubali Kalia. Mimi Kalia kipindi akiwa rais wa taasisi ya mpira nimeenda klabu bingwa, mimi nimembomoa Mamelodi Sundowns nikazurumiwa. Nimeenda shirikishi nina matunda na makombe. Sasa niseme Kalia sio rais bora tena nimeneemeka. JSM anadhamini mitimu yote chini ya Kalia. Sio mimi mpaka Azam TV wenyewe wananeemeka chini ya Kalia. Hana rombaya, ni mzuri, yuko sawa, lakini kwa hili aliongea juzi kidogo kateleza kama mimi nilivyoteleza kuhusu mama. Uliteleza kuhusu mama? Mama sitaki uliongelea. Bwana asante sana Shetani. Bwana hayo ilikuwa maoni ya wadau kuhusiana. Labda brother tuliacha kipengele kidogo sana. Tulikuwa kwenye swala pale getini pale, swala mabausa na zidi ya basi la Simba. Kwa kifupi sana. Yani kwanza sio kama basi la wachezaji wa Simba lilizuiliwa. Hapana. Tuliweke sawa, alikuzuiliwa. Iliruhusiwa kuingia. Lakini mabasi ambao ilizuiliwa ni haya mengine ambao walikuwepo, walisema kwamba wazee sijui na vitu vingine vya ajabu ila sana ni haya mabasi mengine. Ila pia basi la Simba lilikubaliwa la wachezaji lilikubaliwa, lakini wao wenyewe walikuja kukataa. Simba walikuja kukataa. Kwa nini sasa? Na waligoma. Haijulikani. Au walitaka kuingia naye mabasi mengine. Ndio jiulize. Ndio jiulize mpaka hapo. Sasa mechi ichezwe au isichezwe? Yanga wamesema nataka kuchezwe. Kwa nini isichezwe? Nini kifanywe? Kwanza kabisa matokeo ya CAS yaje kwanza. Yakija tukishajua kwamba tumepata au tumekosa, hapo ndo tutajua nini cha kufanya. Ila sasa hivi ni matokeo kutoka CAS yaje kwanza. Asante sana. Nashukuru sana. Asante sana. Bana, maoni ya wadau mbalimbali kuhusiana na hili swala la sakata Simba na Yanga, mchezo ambao uliahirishwa. Wewe pia kama mshabiki unayetazama video hizi, unayo nafasi ya kuweza kuandika maoni yako kuhusiana na issue. Mchezo umeahirishwa, Yanga wameenda CAS. Yanga wanasema wana imani na bodi ya ligi. Bila kusahau Simba wamekaa kimya, wanasubiria kesi hiyo inavyoendelea. Bodi ya ligi wamesema nao watakuja na ripoti. Jina langu ni Gerald Fumbi, hii ni Malebi TV. Kila dakika Helabet inaibua mamilionea wapya. Ni zamu yako na wewe kwa milionea mpya kwa kubeti na Helabet. Na kila ukibeti na Helabet unapata bonus kibao. Sasa unasubiri nini? Bet leo na Helabet. Tembelea www.helabet.co.tz. Bet kifalme na Helabet.